Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutokea hapa katika chuo cha Mbeya tawi la Mtwara MUST, ambapo leo Mei 14, 2026 limefanyika kikao cha baraza la madiwani kwa lengo la kujadili hoja mbalimbali, lakini hoja ambayo imeonyesha kupigiwa kelele na madiwani wengi ni ile ya mradi wa TACTIC ambao unatekelezwa na kampuni ya Serengeti, ambapo madiwani wengi wameeleza kuwa mradi huu umekuwa ukisuasua na mpaka hivi sasa tangu kusainiwa kwa mkataba umefikisha 5% pekee kuanzia mwezi wa 12, 2025, na hapa wanaeleza Silvester Mlangoni, diwani wa kata ya Magomeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo unafahamu, halmashauri yako imepata mradi wa lugha rahisi tunasema mradi wa TACTIC, na kwangu mimi kata ya Magomeni tunakwenda kujengewa stendi ya kisasa kabisa pamoja na barabara ile ya Chuno Magomeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hoja yangu ni lini sasa miradi hii itatekelezwa kwa kasi, kwa sababu mpaka sasa tunaiona ile kasi ya utekelezaji wa miradi hii tangu uliposainiwa mkataba mwaka jana mpaka leo bado wananchi wanashangaa kwamba miradi itatekelezwa au haitekelezwi, kwa sababu kasi yake haionekani. Je, ni lini sasa hao kandarasi au mradi utatekelezwa kwa kasi inayotakiwa? Linatuhusu wote. Mheshimiwa diwani wanawakilisha wananchi wote wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Ni ukweli kwamba mradi huu wananchi walikuwa wanasubiri kwa hamu na wanataka kuona na sio kusikia. Tusifanye mzaha kwenye mradi huu. Niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni awamu ya pili kwa diwani. Miradi yote ambayo tuliletewa na serikali kuu tumepata sifa nyingi kwa kuisimamia vizuri, lakini mradi huu kwetu sisi madiwani tuna mashaka nao sana. Niombe kama kweli watatekeleza huu mradi waseme watatekeleza, na kama hawawezi kutekeleza waseme hawatekelezi, ili wananchi wakae wakijua. Lakini vinginevyo utatokea vurugu kubwa sana kuhusu mradi. Ukiangalia kwenye site yao pale, mara bati zinaondolewa, mara zinarudishwa, hakuna chochote mpaka hivi leo. Ndio maana Mheshimiwa diwani ana wasiwasi mkubwa sana. Ni wapi amefanya mradi mkubwa kama huu kiasi kwamba sisi tunaweza kuwa na imani na ule mradi? Tusipepese macho, ule mkandarasi inaonekana kwamba amepewa kazi, lakini sifa ya ile kufanya kazi hana. Viongozi mbalimbali akiwemo meya wa manispaa Mtwara Mikindani pamoja naye mkurugenzi wa manispaa hii wamepata nafasi ya kujibia hoja hizo. Mradi wa TACTIC kweli lakini umekuwa kusuasua na ilipelekea meya pamoja na wataalamu wa halmashauri kukaa kikao na mkandarasi mshauri pamoja na mkandarasi mwenyewe Serengeti wiki mbili zilizopita, wiki tatu sasa ofisini, ambapo tunaendelea kwa kina zaidi ya masaa mawili tukiwa tunataka kujua hatima ya mwenendo na utekelezaji wa mradi.
TACTICS. Huu mradi wa TACTICS tufuatilie kwa karibu sana ili kuhakikisha mradi huu unaleta matokeo kwa wananchi wetu. Pia naomba kuzungumzia swala la fidia. Tuhakikishe sehemu zote za miradi ya maendeleo inapohitajika fidia ya wananchi ilipo haraka na kuwezesha miradi hii kufanikiwa kwa wakati. Ujenzi master plan ya Mtwara imezungumziwa sana. Ujenzi wa maghala holela bila utaratibu, naomba tuyakomeshe kabisa, hususan katikati ya mji. Ujenzi naomba hilo lizingatie sana. Na kuhusu mikopo, wale wenye sifa kupewa mikopo wapewe. Kuhusu makaburi, hapa tukizungumza swala la makaburini, na jana katika Patikoka tulizungumzia swala la makaburi ya Mtwara. Tuboreshe eneo la makaburi Mswafa, eneo la makaburi ya Usafi, tujenge ile banda zuri la kuoshea maiti na kuweka uzio na kuweka fence na kuhakikisha usafi unafanyika katika eneo hili. Upande wao viongozi mbalimbali wakiwemo wa Chama cha Mapinduzi pamoja na mkuu wanapata nafasi ya kuzungumza machache katika baraza hilo. Napenda kuwasisitiza ndugu zangu, nyinyi mkiwa kama wenye viti wa kamati za maendeleo ya kata, tuendelee kushughulikia kero za wananchi katika maeneo yetu, katika ngazi zetu, katika nafasi zetu, lakini pia tuendelee kuibua miradi mbalimbali ya wananchi katika maeneo yetu, mahitaji yale ya wananchi, kwa sababu kero za wananchi sisi ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunazifanyia kazi. Naamini mnafanya na naamini tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaondokana na kero mbalimbali katika maeneo yao. Swala la TACTIC, mradi wa TACTIC ambao kimsingi kila mmoja tunakubaliana kwamba ule mradi hauendi vizuri, na wananchi bado wanauliza maswali kwamba mradi hauendi vizuri licha ya jitihada mbalimbali ambazo zinafanyika. Wameitwa vikao na kadhalika, lakini kana kwamba haitoshi, bado wananchi wanauliza maswali. Katika vitu ambavyo wananchi kulikuwa kuna ugumu wa kwenda kuwaeleza, hasa wakati wa mafuriko, ni kwanza kuambia kwamba mradi wa TACTICS, watu kunaambia kuna mradi unakuja. Akapita Mheshimiwa Rais akatoa ahadi katika siku zake 100, na moja kati ya vitu haukuchelewa mradi, tukasaini mkataba tukitaraji kwamba mradi ule unaweza kuanza haraka iwezekanavyo. Mkuu wa mkoa aliyepita aliitwa mkandarasi pamoja na wataalamu hapa na viongozi wa halmashauri pamoja na uongozi wa wilaya. Tuliwaita mkandarasi na wale waliosaini mkataba, akajikomiti akasema kwamba mpaka mwisho wa mwezi ule, sikumbuki ilikuwa mwezi gani, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, akasema ataanza mapema. Alikuwa anafanya mobilization, lakini kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, sababu zinazidi kuwa nyingi na mradi bado. Na mkurugenzi amesema hatua ambazo wameshaanza kuchukua. Ifike hatua sasa, tuchukue hatua. Haiwezekani tangu umesaini mkataba mpaka leo hakuoni kitu ambacho kimefanyika. Unatakiwa kuwa kwenye asilimia ngapi mkurugenzi? 20. Mpaka sasa yuko asilimia 5. Hicho kitu bado, na sisi tupo watashindwa hata kushangaa. Unajua kuna kushangaa alafu mtu anashindwa hata kushangaa. Unajua kushinda kushangaa, watashindwa kutushangaa. Kwa nini sisi tupo na bado mtu atekelezi, na sisi bado kama tunachekeana hivi? Sasa hii tutafanya collectively. Kwa hiyo kila wiki ile ambayo mmepanga tuweze kuona progress, lakini kama hakuna progress tutashauri vinginevyo kuhakikisha kwamba tunataka mtu ambaye anaweza kutekeleza ile mradi kwa kamilifu. Kwa ndugu zangu, tushirikiane sasa, wataalamu
pamoja waheshimiwa madiwani, kamati ya usalama na wataalamu. Chama pia kipo hapa, tuhakikishe kwamba ule mradi wananchi wanaamnao kuliko kitu kingine chochote kwa wakati, na ni mradi ambao wananchi wameusubiri kwa muda mrefu, na ukikamilika, kusema kweli, kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika halmashauri yetu. Hoja zilizoletwa ni za msingi. Unaona namna madiwani waliomachua kwamba sasa wameamua kuwatumikia wananchi wa Mtwara mjini. Hongereni. Na niseme sasa mnazingatia uzalendo zaidi wa Mtwara yetu kuliko kitu chochote. Hiyo ndiyo dira na mwelekeo wa Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha wawakilishi wa wananchi chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuanzia ngazi ya taifa, mkoa, halmashauri na kule chini, wanasimama kuwatumikia wananchi na kutetea hoja za wananchi, kwani sisi Chama cha Mapinduzi tumepewa ridhaa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Oktoba mwaka jana, tukapata hapa Mtwara mjini madiwani wote na mbunge wetu na Mheshimiwa Rais kwa kura nyingi, kwa sababu ya kazi nzuri iliyofanyika ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Saidea, naiona halmashauri sasa kwenye direction tu, na hii inatokana na combination kati ya watendaji na viongozi. Mmekaa kwenye direction moja ya kuwatumikia wananchi. Changamoto ndogo ndogo zilizopo zitatueni ndani ya halmashauri yetu, zisitoke nje. Nikiripoti kutoka hapa katika chuo cha Mbeya tawi la Mtwara MUST, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri mpaka wakati mwingine.